ajia kwa Allah tabaraka wa taala kusamehe madhambi ya mwaka uliopita na mwaka uliokuwa baada yake. Ni miaka miwili hiyo. Kheri ya funga ya siku moja tu, siku moja ambayo umeifunga, basi wewe unapata msamaha wa mwaka uliokuwa kabla yake na mwaka wa baada yake. Ni hadithi sahihi, ameipokea Imamu Muslim. Fasiyamu fi hadha al-yawm al-azim, funga ya siku hii tukufu, yukaffiru dhunuba sanataini, inafuta dhambi za miaka miwili. Wa huwa fursatun adhimatun, nayo ni fursa kubwa mno. Liman lam yahuj, kwa mtu ambaye kwenda hija. Ni sisi ambao tulitakiwa leo hii tuonekane kwenye viwanja vya Arafa, lakini Allah hakutuwafikisha hilo. Fursa yetu nini? Au ndio tumekosa kabisa kabisa? Hii ni fursa kwa ambao hawakwenda haji. Wale wenzetu kule sio siku ya funga leo kwao, na hawatakiwi wafunge, na haikuthibiti kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba yeye kafunga ama katoa amri tamko kwa mahujaji wafunge. Kwa wao ni siku ya kujitupa zaidi, wapate pawa ya kufanya ibada mbali ambazo ziko katika viwanja vile. Lakini mimi na wewe ambao tuko huku, fursa yetu ni funga. Kwa hiyo ni fadhila nyingi sana ambazo tunazipata kwa funga ya siku moja. Tusiadaiki kwa vyakula hivi vya mara moja moja ambavyo vinaliwa, nafsi ikakushinda kwa kosa fadhila za ibada hii ya funga. Lakini kingine, adhamu ayami dua, hii siku ya Arafa ni siku kubwa mno ambayo inatakiwa tuwe ni wenye kuomba dua. Qala an-nabii sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, khairu dua yaumi Arafa, dua bora kabisa ni dua ambayo itaombwa siku ya Arafa. Mahitajio yetu ni mengi sana, na toyahisi na kuyaona ni makubwa mno, bali wengine mpaka wamefikia hatua wanakata tamaa. Kama mtu ni maradhi amekata tamaa nayo, kama mtu ni ufukara kaona kwamba sisi ndo basi tena, hali zetu ndio hizi. Ndugu zangu katika imani, almu'minu la yayas, mu'min yatakiwi akate tamaa. La taqnatu min rahmatillah, musikate tamaa na rehma za Allah tabaraka wa taala, bali kuwa na matumaini na matarajio makubwa kabisa. Na hizi fursa Allah anatuletea kwetu sisi ili tuweze kuzifanyia kazi. Ni nafasi ya kufikia mahala ambapo tunapahitaji katika sehemu za kheri. Kila mmoja ana makusudio yake makubwa kabisa na mazuri. Kuna ambaye anatamani angalau Allah ampe uwezo afikie daraja ya kutoa zaka. Kuna ambaye anatamani haji. Kuna ambaye anatamani makubwa na mazuri zaidi. Lakini ndugu zangu katika imani, nani wa kutufikisha huko? Ni Allah tabaraka wa taala, na anatuletea misimu kama hii ambayo tutatakiwa Waislamu tutenge muda. Tena angalia mahala tulivu kabisa uweze kumwelekea Allah jalla waala katika siku yetu hii ya leo. Khairu duai duau yaumi Arafa, dua bora kabisa ni ile ambayo mtu ataomba kwa siku ya Arafa. Sasa unasubiri nini? Allah amekufikisha siku hii ya leo, alafu bado wewe huoni kwamba ni fursa hii? Ngoja sasa nimlilie Mola wangu mlezi, nifanye dua kwa haya yangu ninayoyahitaji au yanayonitesa, mambo ambayo kama ni kero kwangu mimi, nimuombe Allah aniondoshe, nimuombe Allah anifariji, nimuombe Allah tabaraka wa taala anipe kheri za dunia na akhira. Pia Mtume sallallahu alayhi wasallam ndani ya siku hii ya Arafa anasema, wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Bora kabisa ambayo nimeyasema mimi au nayo yasema mimi, huyu ni nani? Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, wan nabiyun, na manabii wote, min qabli, ambao wamepita kabla yangu, ni hii dua na ni hii dhikri adhim sana. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hapana mola anastahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah tu. Ufalme ni wake yeye, sifa njema ni zake yeye,
na yeye juu ya kila kitu ni mwenye uwezo. Haya ni maneno ya manabii wa Allah ambao ni watu watukufu kabisa, daraja zao ni za juu zaidi. Yani leo, siku kama ya leo, vinywa vyao havikauki na dhikri hii. Na ndugu zangu katika iman, hii ni dhikri ambayo katika adhkaru sabahi wal masa, nyiradi za asubuhi na za jioni, yatakiwa muislamu kuleta hii tahlil 100. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Na Mtume sallallahu alayhi wasallama akaelezea kwamba fadhila yake ni kubwa mno. Sasa kama siku zote inakupita, lakini hakikisha leo hii iwe ndiyo dhikri inayojaza kinywa chako, yani mdomo wako kila unapokwenda dhikri yako iwe ni hii. Lakini pia ndugu zangu katika iman, ni siku ya kukaa mwanadamu na kuyakumbuka madhambi yako ambayo uliyafanya ya zamani na mapya. Kila dhambi ambalo umelifanya moja baada ya jingine, kumbuka dhambi hilo, alafu ulete toba kwa Allah tabaraka wa taala, ulete istighfar. Ni siku ndugu zangu katika iman ambayo ina upekee kabisa, mpaka baadhi ya ulama wanasema usiku wa Lailatul Qadri wanashuka malaika na Jibril, lakini mchana wa Arafa yeye Allah tabaraka wa taala mwenyewe innahu la yadnu, anakaribia kabisa kwa waja wake. Kisha fayubahi bihimul malaika, Allah anajifakharisha na wingi ambao kwamba waumini walioko katika viwanja vya Arafa na ambao kwamba wameitambua siku hii, wamo ndani ya funga. Kila mmoja yuko sehemu yake anayoitambua yeye, anamuelekea Allah, anamuomba Allah tabaraka wa taala. Basi Allah yeye anashuka yeye mwenyewe, anakurubia yeye mwenyewe, na anawaambia malaika wanahitajia nini hawa. Kisha Allah anatoa tamko la moja kwa moja, kad ghafartu lahum, hawa tayari nimeshawasamehe. Kwa ndugu zangu, ni fursa hizi za kipekee ambazo tunatakiwa tuzifanye, tukithirisheni al-istighfar wa tauba, wingi wa kumuomba Allah maghfira na wingi wa kutubia kwa Allah tabaraka wa taala. Na toba ili uifanye vizuri zaidi ni kujikumbusha yale madhambi yako uliyoyafanya, yale makosa. Wewe ni mwanadamu, una mengi kwa hakika ambayo kwamba umeyafanya, na kama huyakumbuki basi mwambie Allah, nisamehe madhambi yangu ninayoyajua na nisiyoyajua, uyaingize katika maghfira yako, katika msamaha wako, kwani haya ukiyakuta siku ya kiyama bado yako pale yanakusubiria, ni hatari. Pamoja na swala zako, funga zako, sadaka zako, haya madhambi kama utoyaletea toba kwa Allah tabaraka wa taala, hasa madhambi makubwa, basi yatakukosti. Yani ni siku ambayo utatakiwa ulipe kitu ambacho huwezi kukilipa, na hata iwe ni sehemu ndogo. Kama ni dhulma ulimfanyia mtu, leo bwana waambiwa sehemu ya thawabu zako inabidi zichukuliwe ama zichotwe zipewe fulani, wakati wewe mwenyewe unahitaji nyongeza pale ili ujazie uingie janna, alafu unaambiwa zimemegwa, zimepelekwa mahala kwingine. Kwa ndugu zangu, tujitahidini kuwahi kuleta istighfar. Inna Allah yubahi ahla arafati ahla sama, Allah yeye anajifaharisha na watu wa Arafa kwa watu walioko mbinguni, anajifaharisha kwa wao ambao wamejitupa kwa ajili ya dini yake. Lakini pia ndugu zangu, katika amali za siku ya leo, at-takbiru wat-tahlil, ni kufanya takbira kwa wingi na kusema la ilaha illa Allah kwa wingi. Yushra'u at-takbiru fi hadha al-yawm, ni sheria kuleta takbira katika siku ya leo, haithu yabda at-takbiru al-mutlaq min bidayat shahr dhil-hijja wa at-takbiru al-muqayyad ba'da as-salawat al-mafruḍa min fajri yawmi Arafa. Tulizungumza katika kalima ambazo zilibainisha ubora wa masiku 10, tukawaambia Waislamu kuna sunanul mahjura, kuna sunna ambazo zimehamwa kabisa. Takbira inaanza siku ya kwanza ya Dhulhijja, Waislamu vinywa vyao vijae umajimaji, umatemate kwa ajili ya takbira katika sehemu mbalimbali. Hii inaitwa takbira mutlaq, popote pale atakiwa isemwe. Kisha inakuja takbir al-muqayyad baada ya swala za faradhi, kuanzia hii alfajiri ya leo ambayo tumemaliza kuswali salatu subhi, basi nitakiwa hapa ziungurume takbira, na ndiyo muendelezo huo unaendelea moja kwa moja. Kwa hiyo
Tuseme hatujachelewa. Allah ametufikisha ndani ya siku kama hii, basi takbira zivume ndani ya majumba yetu, misikitini, mabarabarani, mitaani, masokoni, mashambani, sehemu za biashara, kila sehemu yatakiwa takbira, ili umma wa Kiislamu ujitambue kwamba umo ndani ya siku gani. Lakini pia ndugu zangu, kuna fadhila ya mudhaafatul ajr, fadhila ya kuzidishiwa ujira, malipo kwa matendo ya kheri ambayo tunayafanya. Na kama ufanye kheri yoyote, wewe utazidishiwa nini? Waswahili wasema nyongeza yenda kwenye fungu. Pale kwenye fungu ndo kunapelekwa nyongeza. Sasa fungu huna, hujanunua, nyongeza itatokea wapi? Kwa hiyo ujira wako unaongezwa ndani ya masiku kama haya. Jitahidi kwa ambacho Allah amekuruzuku, ni kidogo kikubwa, hebu kitangulize. Fanya sadaka kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Hizi ni zile sadaka ambazo mwanadamu siku ya kiyama ataenda kufurahia sana. Yeye aliona katoa kitu kidogo tu, 1,000, 2,000, katoa 500. Kuna watu wametoa mapesa mingi nje ya siku kama ya leo, lakini kwa pesa ambayo ama sadaka ambayo utaitoa ndani ya siku hii ya leo, basi fahamu malipo yake ni makubwa mno, ni mazito, ujira wa hali ya juu. Sasa ndugu zangu, ni upendo wa Allah kutujalia tuko hai, tunapumua, tunafanya harakati zetu, tuna uwezo, mambo yetu yanakwenda. Ilitakiwa yawe ni masiku hata ndani ya misikiti sadaka zimejaa, zinaongezeka kwa wingi. Lakini sijui ni kutokufahamu hizi fadhail ama ni kupuuzia fadhail. Yani unakuta mwendo ni ule ule ndani ya misikiti, hakuna mabadiliko ya sadaka, hakuna mabadiliko hata ya watenda mema, kwamba labda yawe ni masiku sunna zinaswaliwa kwa wingi sana, watu wanasoma Qur'ani kwa sana, kwa kuwa wanajua nisipitwe na siku hii, angalau juzu 3, juzu 2, wenye uwezo juzu 5 wanakwenda, hali inakuwa ni ya kawaida. Hebu tuweni na mabadiliko. As-salafu salih, wema waliotangulia, walikuwa wakionekana na yakionekana mabadiliko yao ndani ya masiku kama haya, na wao walikuwa wakitembea na kuhakikisha kabisa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ma naqasat sadaqatun min mali, haipungui hizi sadaka mali ya mtu. Yani unapotoa sadaka ndiyo mali yako umeibariki. Kwa hiyo pale kwa watu wenye aqida salima sahiha, yeye akitoa sadaka anaona mali yake kaiongeza. Hivi ndivyo walivyokuwa wema waliotangulia. Kwa hiyo waliishi maisha mazuri sana, waliishi katika hali ya matumaini makubwa ya hali ya juu, na Allah tabaraka wa taala aliwavusha. Ndugu zangu, tujitahidini kufanya kheri ndani ya hii siku ya leo, nikisisitiza zaidi swala la dua. Dua haihitaji tajiri, yani utajiri kwamba lazima uwe na pesa ndio ukaombe dua. Ni wewe mwenyewe tu kujitambua kwamba leo ni siku yangu maalum ya kumwelekea Allah tabaraka wa taala. Kuna mazito Allah atakuondolea ndani ya hii siku ya leo. Aqulu qawli hadha, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.